Mtaalamu wa kijeshi asema utitiri wa droni za Iran ni tishio halisi kwa vyombo vya majini vya Marekani. Marekani, Israeli sasa wakae chonjo. Mtaalamu wa kijeshi wa ndege zisizo na rubani ameonya kuwa utitiri wa ndege zisizo na rubani za Iran ni tishio halisi kwa vyombo vya jeshi la wanamaji la Marekani vyenye thamani kubwa, wakati huu ambapo Washington inaripotiwa kuwa inaendelea kujizatiti kijeshi katika eneo la Asia Magharibi. Cameron Chell, mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa Dragonfly, kampuni ya ubunifu na utengenezaji wa ndege zisizo na rubani, ameiambia tovuti ya Fox News Digital kwamba kuongezeka uimarikaji wa Jamhuri ya Kiislamu kwenye mifumo ya ndege zisizo na rubani kunaweza kutumika ili kushadidisha mashambulizi dhidi ya vyombo vya majini vya Marekani kama vile manuari ya USS Abraham Lincoln. Uwezo wa Iran wa kutumia ndege zisizo na rubani umeharimu mamilioni ya dola, ameeleza Chell, na kuongeza kwa kusema Iran imeanzisha mfumo wa tishio lenye athari za pande kadhaa dhidi ya mifumo ya kijeshi ya kisasa zaidi. Mtaalamu huyo masuala ya kijeshi amebainisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu inaweza kurusha idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani moja kwa moja kulenga vyombo vya majini, na kufafanua kwa kusema ikiwa mamia yatarushwa ndani ya muda mfupi, baadhi yake yana uhakika wa kupenya. Mifumo ya kisasa ya ulinzi haikuundwa hapo awali kukabiliana na aina hiyo ya mashambulizi ya mmiminiko. Kwa vyombo vya majini vya juu ya bahari vya Marekani vilivyoko karibu na Iran, manuari zitakuwa ndio walengwa wakuu, huku akitahadharisha kwamba droni za Iran ni tishio la uhakika kwa vyombo vya majini vilivyoko juu ya bahari. Chell amesema vyombo vya Marekani katika eneo ni vikubwa, vinasonga polepole na vinagundulika kirahisi kwenye rada, jambo linalovifanya vyo rahisi kulengwa. Sambamba na hayo, kamanda mwandamizi wa jeshi la Iran ameapa kwamba Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu kali na la haraka kwa vitisho na matamshi ya Marekani, akirudia matamshi yaliyotolewa na maafisa mbalimbali wa Iran kuhusu uwezekano wa kuanzishwa chokochoko mpya za kijeshi na Washington. Brigedia Jenerali Said Majid Mousavi, kamanda wa kitengo cha anga za mbali cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ametoa matamshi hayo kando ya mkutano wa makamanda wa zamani na wa sasa wa IRGC uliofanyika kwa mnasaba wa siku ya walinzi wa kitaifa. Trump anazungumza sana, lakini anapaswa kuwa na uhakika kwamba atapokea jibu lake kwenye medani, amesisitiza Jenerali Mousavi. Sasa nikwambie, kamanda mwandamizi wa jeshi la Iran ameonya kwamba hatua yoyote ghalati dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu itawasababishia maadui uharibifu mkubwa, akisisitiza kwamba vitisho dhidi ya Teheran kupitia maonyesho ya kijeshi havilishughulishi taifa hilo. Admiral Habibullah Sayar, naibu mratibu mkuu wa jeshi la Iran, amesema hayo Jumatano na kuongeza kwamba Jamhuri ya Kiislamu inakabiliwa na vita mseto na vya utambuzi, akirejelea hatua ya hivi karibuni ya Marekani ya kupeleka manuari na meli za kubeba ndege katika Ghuba ya Uajemi. Sayar amesema Washington imekuwa ikifuatilia diplomasia manuari na vitisho tangu mwaka 1980, akielezea kwamba kupelekwa kwa meli kubwa za majini na vifaa vingi vya kijeshi kunalenga kuwatishia washindani wa Marekani na kuonyesha uwezo wa kusababisha uharibifu. Admiral Sayar ameonya kwamba kupelekwa kwa meli za kijeshi hakupaswi kuwapotosha wafanya maamuzi, akisisitiza kwamba ikiwa tukio lolote litatokea, upande wa pili pia utapata uharibifu na kwamba uharibifu huo utakuwa mkubwa. Kamanda huyo pia amesema jeshi la Iran liko tayari kikamilifu kulinda ardhi, uhuru, mamlaka kujitawala na mfumo wa kisiasa wa Jamhuri ya Kiislamu, sanjari na kujitolea kwake kutimiza mission na operesheni zake. Naibu mratibu mkuu wa jeshi la Iran amesema jeshi la Iran liko tayari muda wowote kukabiliana na vitisho kutoka nchi kavu, baharini au angani, akisisitiza kwamba Iran imesimama imara na itaendelea kusimama kidete bila kutetereka. Brigedia Jenerali Said Majid Mousavi, kamanda kitengo cha anga za mbali cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, alisema Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu kali na la haraka kwa vitisho na matamshi ya Marekani. Vilevile Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameonya kwamba harakati za kijeshi za Marekani katika Asia Magharibi ni sehemu ya juhudi zilizopangwa za kuyumbisha amani ya eneo hilo. Rais Pezeshkian ametoa matamshi hayo katika mazungumzo ya simu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Anasema vitisho na operesheni za kisaikolojia za Wamarekani zinalenga kuvuruga usalama wa eneo la Asia Magharibi na hazitafanikisha chochote zaidi ya kuvuruga amani, Pezeshkian amemwambia mwanamfalme bin Salman. Matamshi hayo yanafuatia kuwasili kwa meli ya kubeba ndege ya Marekani kwenye eneo hilo na mfululizo wa vitisho vinavyoongezeka kutoka Washington.
Wakati wa mazungumzo haya ya simu, Rais Pezeshkian ameashiria ongezeko la uadui wa Marekani na utawala wa Israeli dhidi ya Iran tangu kuanza kwa utawala wake. Ametaja mashinikizo ya kiuchumi, vita vya siku 12 dhidi ya Iran na kuhusika moja kwa moja Marekani na washirika wake katika kuchochea ghasia za hivi karibuni za kigaidi ndani ya Iran ambazo zilisababisha mauaji ya raia na askari usalama na vilevile uharibifu mkubwa wa mali ya umma ikiwa ni pamoja na masoko na misikiti. Anasema walidhani kwamba wangeweza kuigeuza Iran kuwa Syria au Libya nyingine, amesema Rais Pezeshkian, na kusisitiza kuwa walishindwa kutambua ukweli, asili na ukuu wa taifa la Iran. Uwepo wa watu wetu katika medani ulishinda njama zao, akimaanisha maandamano makubwa ya mamilioni ya Wairan kupinga ghasia kote Iran katika wiki zilizopita. Mapema mwezi huu, rais wa Marekani Donald Trump alitishia kuishambulia Iran ikiwa eti itaua kile alichokiita waandamanaji wa amani. Siku chache tu baadaye, yaani Januari 8 na 9, makundi ya kigaidi yalianzisha wimbi la mashambulizi ya silaha dhidi ya vituo vya polisi, kambi za kijeshi na maeneo mengine nyeti, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya raia katika miji kadhaa nchini Iran. Maafisa wa Iran wanasema mashambulizi hayo ya vurugu yalikusudiwa kusababisha vifo vya watu wengi na kuvuruga utulivu katika miji mbalimbali kote nchini. Pia wamekosoa mara kwa mara vyombo vya habari vya Magharibi kwa kusambaza ripoti nyingi za uongo kuhusu idadi ya waliouawa kwenye ghasia hizo na propaganda zao za kuhusisha serikali ya Iran na vifo hivyo. Iran pia imeonya kwamba Jamhuri ya Kiislamu itatoa jibu la kujutisha kwa kitendo chochote cha uchokozi, ikisisitiza kwamba taifa hili sasa lina uwezo mkubwa zaidi wa kijeshi kuliko hapo awali. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi ameonya kwamba kutwisha diplomasia kupitia vitisho vya kijeshi hakuwezi kuwa na ufanisi au tija, akisema kwamba hakuna uamuzi wowote ambao umefanywa na Teherani kufikia juu ya kufanya mazungumzo na Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa baraza la mawaziri mjini Teheran Jumatano, Araghchi amesema hajafanya mawasiliano ya moja kwa moja katika siku za hivi karibuni na mjumbe wa Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi Steve Witkoff, akisisitiza kwamba Iran haijawasilisha ombi lolote la kufanya mazungumzo. Amebainisha kuwa wapatanishi na nchi mbalimbali bado wanawasiliana na Iran na kwamba Teherani inawasiliana na wadau hao waliochukua jukumu la kujenga nia njema. Hata hivyo, amesisitiza kwamba hakuna uamuzi wowote ambao umefikiwa kuhusu mazungumzo. Akizungumzia maswali kuhusu wito wa mazungumzo kwa wakati mmoja na vitisho vya kijeshi vya Marekani mkabala wa Iran, waziri Araghchi amesema kwamba vitisho na diplomasia mara nyingi havitangamani katika mahusiano ya kimataifa. Hata hivyo, amesisitiza kwamba msimamo wa Iran uko wazi. Mazungumzo hayawezi kufanikiwa chini ya vitisho, na mazungumzo lazima yafanyike katika hali ambapo vitisho na kujitakia makuu kunawekwa kando. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran ameongeza kwamba mazungumzo lazima yafanywe kwenye mazingira yenye mlingano kwa kuzingatia heshima na maslahi ya pande zote mbili. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran amepinga utumiaji wa nguvu kama njia ya kufikia malengo ya kisiasa, akisema mbinu kama hiyo haiwezi kutafsiriwa kama diplomasia. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.